Kijana mmoja alipata kidani cha jade wakati akila kuku wa papo hapo. Alifikiri amepata mshangao wa bahati. Wakati uliofuata, bila kutarajia, alisafiri hadi wakati wa kale uliokumbwa na njaa. Bakuli la kuku wa papo hapo lilisafiri pamoja naye hadi kwenye ulimwengu ule. Wanandoa waliokuwa na njaa waliona kuku wale wa papo hapo. Walimpa kijana yule mtoto wao wa kike papo hapo na kunyakua kuku wale kwa nguvu. Kijana alishangazwa sana. Lakini kwa kuona jinsi msichana yule alivyokuwa mrembo, alitamani angemrudisha kwenye ulimwengu wa sasa kama mke wake. Wakati huo, ghafla alifikiria kuhusu kile kidani cha jade. Mara tu baada ya hapo, alitoweka pamoja na msichana yule na kurudi nyumbani kwake. Aligundua kuwa kidani kile cha jade kinaweza kusafiri kati ya ulimwengu miwili. Hii ilimaanisha fursa yake ya kuwa tajiri imewadia. Akimwangalia mwanamke yule kijana aliyempata kwa kubadilishana na bakuli la kuku, kijana alimdanganya na kumwambia huu ulikuwa ni ulimwengu wa kimungu. Alimwonya asiwahi kumwambia yeyote siri hii. Kisha akamruhusu aende kujisafisha kwanza. Alianza kufikiria jinsi ya kuboresha hali ngumu katika ulimwengu wa kale. Alipapasa kidani cha jade kwa mkono mmoja na kuweka mkono mwingine kwenye birika la maji. Birika lilitoweka papo hapo. Aligusa kidani cha jade tena na birika likatokea mara nyingine tena. Hatimaye aligundua kuwa kidani cha jade kinaweza pia kuhifadhi vifaa. Mara moja alifanya manunuzi mtandaoni kununua kiasi kikubwa cha chakula. Mara tu vifurushi vilipowasili, alimrudisha msichana yule kwenye nyakati za kale. Mitaa ilionekana kuwa ya upweke na isiyo na uhai. Raia hata walipigana hadharani ili tu kupata chakula. Msichana alimwambia kuwa eneo hilo lilikuwa linakabiliwa na ukame mkali. Wafanyabiashara matajiri wa eneo hilo walikuwa wamepandisha bei ya mchele hadi kiwango kisichoweza kulipika. Watu wa kawaida hawakuweza kumudu kununua nafaka. Baada ya kusikia hili, kijana alitoa makumi ya magunia ya mchele na akatangaza kuwa angewauzia wananchi kwa bei ya chini. Wafanyabiashara matajiri walimwona akiharibu faida yao. Walimshinikiza awauzie nafaka yake yote wao. Lakini kijana akasema atauza kwa bei ya juu kama ile iliyopandishwa na wafanyabiashara wale. Wafanyabiashara walisita kidogo, kisha wakakubali makubaliano hayo. Walileta sanduku zima la dhahabu ili kumlipa. Baada ya kupata nafaka, wafanyabiashara walipandisha bei ya mchele mara mbili tena. Watu wa kawaida walizidi kuwa na wasiwasi na hofu. Kijana alibaki ametulia na kusema bado alikuwa na akiba ya kutosha na angeendelea kuuza nafaka yake kwa bei ya chini. Hii iliwafanya wafanyabiashara matajiri kukasirika sana. Watu wote wa mjini walikimbia kununua nafaka kwake. Baadaye, kijana alitumia faida yake kununua nyumba katika mji ule wa kale na aliajiri kundi kubwa la wakimbizi kufanya kazi kama watumishi. Pia aliandaa meza iliyojaa vyakula vitamu. Wakimbizi walikuwa hawajawahi kuona karamu kubwa kama hiyo hapo awali. Kijana aliwaambia chakula chote kimeandaliwa kwa ajili yao. Waliguswa sana na kuapa kumtumikia kwa uaminifu maisha yao yote.